Watu wote wasiotembea katika njia za Mungu huwa wana utulivu katika imani, na huwa sio wavumilivu katika mambo ya Mungu. Huwa ni watu wanaohitaji mambo ya haraka, miujiza ya haraka, baraka za haraka, Yesu aje haraka, utajirike haraka, wapone haraka, wainuke haraka, huduma ziwe kubwa haraka. Ni watu wa namna hiyo, na ndio maana Yesu anapochelewa kufanya, kwa sababu yeye anatembea kwenye njia zake. Yesu anatembea kwenye njia zake. Wanapoona Yesu amechelewa, wanaingia kwenye mifumo ya giza, kisha wanaichukua mifumo ya giza wanaileta kwenye madhabahu ya Mungu. Wanainajisi madhabahu kwanza, wakisha inajisi ndipo wanaingiza miungu ya kigeni. Kwa hiyo Mungu anageuka, anawapa kisogo na anailani nchi. Wale makuhani ambao wanaingiza madhabahu za Mungu katika ufalme wa giza, cha kwanza wanachokifanya, wanainajisi madhabahu. Wanapoinajisi madhabahu, cha kwanza Mungu anachofanya, anailani nchi, anakemea mafanikio. Watu wanakuwa wanafanya kazi kwa bidii, lakini upenyo wa kufanikiwa unakuwa haupo kwa sababu ya haya. Sikiliza nikwambie mpendwa, kuna mambo tunayapuuza leo, tunafuata injili za kisasa. Lakini jiulize, kwa nini Akani mmoja aliiba? Akani mmoja akaiba tu kipande cha dhahabu katika kanisa. Kumbuka zamani watu walikuwa wanatoa sadaka za dhahabu na nini, na Akani alikuwa ni mtunza hazina. Ndio maana alipokabidhiwa dhahabu ile, akaiba kipande cha dhahabu akaficha mchangani, kwa sababu Akani alikuwa ni mtu mwenye maono ya siku za mbele. Anakuwa anaona hatima ya maisha yake, ya watoto wake. Anajua siku moja mimi nitakufa, siku moja kina Musa watakuwepo, siku moja kina Karibu watakuwepo, alafu na mimi sitakuwepo, watoto wangu wataishije? Kwa hiyo dhahabu hii ya Bwana iko hapa, niibe kipande nifiche. Ni mengi haya, itajulikanaje? Yeye anajua anafanya kwa watu waliopo, kumbe kila kitolewacho kwa ajili ya Mungu kinawekwa wakfu. Na kinapowekwa wakfu, sio kuhani aliye kanisani na kiangalia ama viongozi wa kanisa, kinaangaliwa na Mungu. Kwa hivyo Akani alipochukua akaficha, Mungu hakushughulika na Akani, alishughulika na Israeli wote. Wakienda vitani wanapigwa, wakisafiri lile wingu la Mungu linaondoka, wanaenda gizani. Wanamuuliza Mungu, mbona hatuelewi? Yoshua anauliza, mbona hatuelewi hapa? Mungu anamwambia, kuna uovu katikati yenu. Hebu ona jinsi Mungu alivyo. Unajua, ukiingia tu kwenye ile connection kwamba mimi ni wa Yehova, ukaingia kwenye connection ile kwamba mimi ni wa Yehova, ukawa pale, maana yake mmeunganishwa wote kuwa viungo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo kimoja kinapokosea, mnaukosesha mwili wote, mwili wote.